Huduma ya afya nchini Marekani. Sistema ya soins de sante nchini Marekani ni mgumu na inaweza kuwa vigumu kuielewa wakati unapofika. Kumbuka kwamba gundi yako ya usaidizi inaweza kukusaidia kujibu maswali yako na kukupa maelezo zaidi. Kuelewa huduma ya afya nchini Marekani. Kupata matunzo nchini Marekani mara nyingi inaombwa kuwa na assurance médicale ambayo itasaidia kulipia gharama ya matunzo. Kuna aina nyingi ya huduma ya afya. Medicaid, mpango wa serikali, inatoa assurance ya bure au malipo ndogo kwa watu wa kipato cha chini, ikiwa ni pamoja na wakimbizi wamoja na wageni. Masharti ya kuchaguliwa iko tofauti kulingana na jimbo moja na ingine. Assurance inayotolewa kwa kazi yako. Kazi nyingi inatoa assurance ya afya kama faida. Huenda ukalazimika kulipa sehemu ya gharama ya assurance kupitia mshahara wako. Assurance nyingine. Ikiwa hauenezi shurti inayoombekana ili kupata Medicaid au assurance kupitia kazi yako, unaweza kununua assurance ku marché d'assurance. Usaidizi wa kipesa unaweza kupatikana kulingana na mapato yako. Watoa huduma ya afya. Kuna aina mbalimbali za watoa huduma za afya nchini Marekani. Kati yao ni idara ya afya ya kiserikali, hutoa chanjo ya kupiganisha magonjwa na huduma zingine za kinga pamoja na machunguzi na matibabu ya kifua kikuu. Huduma za kinga za afya ni huduma zinazozuia magonjwa kabla hayajatokea. Kwa kawaida, kukutana na daktari inahitajika. Kliniki za jamii na vituo vya afya vinatoa huduma za msingi za afya na ushauri wa afya ya akili. Wengine pia hutoa huduma ya meno na machunguzo ya macho. Katika miji, baadhi ya kliniki hutibu aina maalum za magonjwa kama vile wanawake wajawazito au watu wenye virusi vya ukimwi. Kliniki zinakubali assurance ya kibinafsi na Medicaid, assurance ya serikali kwa watu wa kipato cha chini, na nyingi hutoza ada kulingana na uwezo wa mgonjwa kulipa. Madaktari wa kibinafsi ni madaktari wa jumla au wataalamu. Madaktari wa kawaida hutoa huduma ya afya ya jumla, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa kila mwaka. Wataalamu hufanya kazi katika eneo ya kipekee ya matunzo. Wataalamu wengine hutibu vikundi moja kama vile wanawake au watoto. Wengine wanahusika katika sehemu au mwili mzima kama vile moyo, macho au miguu. Lazima upange kukutana na daktari wa kibinafsi. Kabla ya kuonana na daktari wa kibinafsi, kwa kawaida unahitajika kuonesha kwamba unaweza kulipa huduma hiyo au kwamba una assurance. Ikiwa unakuwa na assurance, huenda ukalazimika kulipa malipo ya pamoja au ada ndogo, kwa mfano $20, $50 wakati wa kuanza matunzo yako. Ikiwa hauna assurance, gharama ya kupata matunzo kwa daktari kipekee inaweza kuwa bei kali sana, wakati mwingine mamia ya dola kwa kila kukutana na daktari. Kwa hivi, unaweza kuangalia kliniki za afya za jamii ambazo hutoa matunzo ya bei chini kulingana na mapato yako. Mahospitali ni ya wagonjwa walio na matatizo ya afya wanaomba kufanyiwa vipimo au taratibu, kwa mfano matibabu au upasuaji na kadhalika. Kwa kawaida, daktari wako atakuelekeza kwa hospitali au kwenye utapata matunzo kisha wewe kutoka kwa urgence. Matunzo ya hospitali ni bei kali na unaweza kuombwa kuhakikisha kwamba utaweza kulipia matunzo hiyo au kuwa na assurance kabla ya kulazwa hospitalini. Lakini, service d'urgence ya hospitali haiwezi kukunyima kiingilio kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kulipa. Kliniki ya soins d'urgence inapatikana katika eneo mbalimbali. Ni kwa ajili ya watu walio na ugonjwa au kuumia ambalo linahitaji matunzo ya haraka na haiombe kwenda kwa urgence. Hauna lazima ya kukutana na daktari.
Hii ni mfano ya hali inayotunzwa katika kliniki ya soins d'urgence: kuumia au kuunguzwa moto kidogo, kuteuka au kuchubuka, mwili moto, homa au mafua, busa kumasikio, maumivu ya mulibu au kikohozi na maambukizo kunjia ya mkojo. Salle d'urgence inatajarishwa tu ajili ya matatizo ya ghafla na makubwa ya afya ambayo yanahitaji matibabu ya haraka. Kwa mfano, maumivu ya kifua au ugumu wa kupumua, kutokwa na damu nyingi au kulumia kutokana na ajali, sinye ya accident vasculaire cerebral kama vile kufa ngazi ghafla, kuchanganikiwa au ugumu wa kuongea, ugonjwa wa homa kubwa kwa mtoto mchanga au mtoto mdogo, reaction allergique na fracture au kuumia zaidi. Hauhitaji rendezvous kwa kwenda ku urgence, lakini wanaweza kuwa na watu wengi wa kutunza na huenda ukahitaji kusubiri kwa muda mrefu ikiwa tatizo lako si kubwa. Matunzo ku urgence inakuwa bei kali sana. Ikiwa tatizo lako haiko ya kwenda ku urgence, unapashwa kutafuta kuonana na daktari ku kliniki au ku ofisi ya daktari. Haki zako za kiafya. Nchini Marekani, una haki mbili muhimu za utunzaji wa afya. Una haki ya service d'interpretation na una haki ya siri ama confidentialite. Wajulishe waganga wa hospitali au wa kliniki kwamba unahitaji interprete wakati wa rendezvous yako au ukifika ku soins d'urgence. Kila kitu kinachotokea kati yako na mganga wako wa afya ni siri kufatana na sheria. Mganga wako wa afya hawezi kusema ajili ya hali yako ya afya na familia yako, marafiki au employer wako pasipo ruhusa yako. Concept ya Marekani ajili ya afya. Wamarekani wengi hutembelea daktari mara moja kwa mwaka juu ya bilan de santé ili kuvumbua matatizo ya afya kabla haiyakuwa mbaya. Wanaenda kwa daktari wa meno mara 2 kwa mwaka ili kusafisha meno yao ili kuepuka matatizo kubwa ya meno. Waamerika wengi wanaamini kwamba magonjwa mengi yanaweza kuepukwa kupitia usafi, chakula kinachofaa, mazoezi na usingizi wa kutosha. Propriete na usafi wa kibinafsi. Wamarekani wengi wanaoka kila siku, kupiga mswaki mara 2 kwa siku, shampoo mara kwa mara, kupaka deodora mara 1 kwa siku na kufua nguo zao mara kwa mara. Maduka huuza aina nyingi ya vitu zinazosaidia watu kuepuka kuonekana mchafu au kuwa na harufu ya jasho. Usafi wa kibinafsi unaweza kuwa muhimu sana zaidi kwa kupata na kuwekwa kazi. Malisho bora. Malisho bora ni kula aina nyingi ya vyakula ili kuweka mwili kuwa na afya njema. Hii inamaanisha pia kupunguza vyakula vinavyoweza kusababisha matatizo ya kiafya na magonjwa makubwa iwapo vitaliwa mara kwa mara na kwa wingi. Inakuwa vyakula vyenye sukari nyingi, chumvi au mafuta mengi, kwa mfano vyakula vya kukaanga, vya sukari na soda. Huduma ya afya ya akili. Wamarekani wanaamini kuwa afya ya akili ni muhimu kama na afya ya mwili. Afya ya akili inarejelea jinsi unavyoishi, kufikiria na tabia unapokabiliana na maisha. Pia inahusu jinsi unavyoshughulikia mafadhaiko. Huduma bora za afya ni pamoja na matunzo kutoka kwa mtaalamu wa afya ya akili inapobidi. Ikiwa unaishi kuwa maisha ni magumu sana na hauwezi kukabiliana na shughuli za kila siku, unapashwa kutafuta huduma za afya ya akili. Sheria ya Marekani inalindwa na kusaidia watu wenye ulemavu. Assurance ya afya na usaidizi ya pesa ajili ya watu wenye ulemavu zinapatikana, na wanaofika wapya Marekani wanaweza kutuma maombi ya faida hii baada ya kuwasili.